Kwa talib ilmu atakikana aanze na msingi ya ilmu, na ilmu huwezi kuiparamia ukaichukua eti kwa pamoja. Wa an ya'tu buyut al-ilmi min abwabiha. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 12 mwezi wa Dhulqa'da mwaka 1442 katika darsa ya risala al-usul thalatha للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. تلفكي قول المصنف رحمه الله قال: وبعد البعث محاسبون ومجزون بأعمالهم. الدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. baada ya watu kufufuliwa watahesabiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kila mmoja atalipwa kulingana na amali yake. Ikiwa alifanya khairi, basi ataikuta khairi yake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ikiwa alifanya shari, basi asilaumu isipokuwa nafsi yake mwenyewe amejifanyia uovu. Man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alayha. Kwa alifanya jema amejifanyia jema nafsi yake, na Allah subhanahu wa ta'ala hafaidiki na chochote katika khairi unaoifanya, bali wafaidika nafsi yako. Na mwenye kufanya maasi madhambi, basi huyo ajue kuwa ajifanyia nafsi yake, basi na yoyote mwingine. kisha akatoa dalili: walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard, ni vyake yeye Allah subhanahu wa ta'ala vyote vilivyomo mbinguni na ardhini. liyajzi alladhina asaa'u bima amilu, ili awalipe waliotenda ubaya kwa waliotenda. wayajzi alladhina ahsanu bilhusna, na waliotenda mema awalipe mema subhanahu wa ta'ala. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: من أعمال يوم القيامة الحساب والميزان. katika mambo ambayo yatafanyika siku ya kiyama ni watu kuhesabiwa, na pia kutakuweko mizani ambayo itapima amali za mja za khairi na shari. قال: الحساب بمعنى مناقشة أهل المعاصي. حساب بمعنى كفاني ومناقشة wale waliofanya maasi. Kwa nini umefanya jambo kadha? Kwa nini umefanya jambo kadha? فالمسلمون على أقسام يوم القيامة. waislamu watakuwa katika vigawanyo siku ya kiyama. القسم الأول منهم, kigawanyo chao cha kwanza waislamu: من لا يحاسب ويدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، كما في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، أخرجه البخاري ومسلم. صلى الله يجعلنا منهم. kigawanyo cha kwanza ni wale ambao hawatakuwa na hisabu. Hawa wataingia peponi bila ya kuhesabiwa wala bila ya kuadhibiwa adhabu yoyote, moja kwa moja waingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama katika hadithi ya wale 70,000 katika huu umma ambao wataingia peponi bila ya hisabu wala adhabu.
na Mtume sallam katika hadithi hii akataja sifa zao, na hili tuliwahi kulizungumzia kwa kirefu katika sharh kitabu at-tauhid, waweza kurejelea huko. القسم الثاني من الناس, kigawanyo cha pili, man yuhasabu hisaban yasiran wa huwa al-'ard faqat, kuna wale ambao watahesabiwa hisabu nyepesi sahali, ardh bimaana ataonyeshwa yale matendo yake aliyoyafanya. yuhasabu ay la yuhasabu hisaba munaqasha wa inma yuhasabu hisaba ardh faqat, huyu hatahesabiwa hisabu ya munaqasha bimaana kwa nini umefanya hivi, kwa nini umefanya hivi, la, yeye atahesabiwa hisabu ya kuonyeshwa tu umefanya amali hizi na hizi. وهذا ايضا من السعداء, na huyu pia ni katika wale ambao watafaulu na kuokoka na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. قال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. huyo atakayepewa kitabu chake kwa mkono wake wa kuume, mkono wa kulia, huyo atahesabiwa hisabu nyepesi sahali, Allah atamsamehe makosa aliyofanya kisha muingize katika pepo yake. القسم الثالث من يحاسب حساب مناقشة وهذا تحت الخطر, huyu ni yule ambaye atahesabiwa hisabu ya munaqasha katika kila alilolifanya na kuulizwa maswali. Jambo fulani umelifanya, kwa nini ulifanya jambo fulani? Ulikuwa hujui kadha, ulikuwa haikukufikia wewe habari kadha, kwa nini ulifanya hivi? لقوله صلى الله عليه وسلم, kwa katika hatari wewe, kwa sababu Mtume sana anasema man nuqisha alhisab udhiba, sallallahu alayhi wasallam. Kwa yule atakayefanywa munaqasha katika hisabu, huyo ataadhibiwa, huyo ataingia katika adhabu wal iyad billah. أما الكفار فقد اختلف العلماء فيهم هل يحاسبون أو لا يحاسبون. أما مكافير ومختلفين علماء kuhusu kufar, je, watahesabiwa kwa amali zao au hawatahesabiwa? فمن العلماء من يقول إن الكفار يحاسبون, wako katika wanaovioni wanaosema pia makafiri watahesabiwa amali zao, لأنهم عفوا نسمى إن الكفار لا يحاسبون, hawatahesabiwa siku ya kiyama, لأنهم ليس لهم حسنات وإنما يذهب بهم إلى النار. makafiri wasema hawatahesabiwa sababu hawana mema, kwa hivyo hawa moja kwa moja wataingizwa motoni. Mtu anaweza kusema lakini situaona baadhi ya makafiri pengine wasaidia watu, wafanya mambo ya khairi. Allah subhanahu wa ta'ala asema mathalul ladhina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'asif, amali zao ni kama mfano wa jivu kisha likawekwa katika siku ya upepo mkali sana, litabakia ile jivu, tabebwa na upepo, kuna kitu. Waqadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura, itakuwa ni kama mfano wa vumbi lilopigwa na upepo likaondoka, bimaana amali zao hazitawafaa chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala li'annahum laysa lahum hasanat, sababu hawana mema, kwa moja kwa moja motoni. ومن العلماء من يقول إنهم يحاسبون حساب تقرير، أي بأعمالهم وكفرهم وإلحادهم ثم يذهب بهم إلى النار. na wako katika wanavyuoni wanaosema kuwa watahesabiwa hisabu ya kukiri yale waliyofanya, kwa watakiri amali zao mbovu walizozifanya na kufur na ilhad waliokuwa nayo,
sababu wamepinda katika kila jambo lao, kisha watachukuliwa waingizwe motoni. والميزان معناه الآلة التي توزن بها أعمال العباد، توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة. ميزان ni kile chombo kinachotumika kupima asili yake. Siku ya kiyama kutakuwa na mizani. Iko vipi hiyo mizani? Allahu a'lam, lakini ni mizani hakiki, ni mizani ya kikweli. Kwa hiyo mizani, a'mal zawaja zitawekwa juu yake. Upande mmoja kama vile mizani hapa duniani, upande mmoja wekwa ile kilo na upande mmoja kilo unachotaka kupima, lakini itakuwa upande mmoja kuwekwa hasanat na upande mmoja kuwekwa sayiat, madhambi yatawekwa upande mmoja. قال تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. wale ambao mizani yao ya amali za khairi itakuwa ni nzito, hao washafaulu. Na subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala hakamun adil. Hata katika mema anayoyafanya mwanadamu, jema moja amemlipa kwa 10. Man jaa bil hasanati falahu 10 amthaliha. Ukija na jema moja haulipu chini ya 10, ni kuanzia 10 kuendelea. Sasa ikiwa utakwenda kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, iwe upande wa moja kwa moja umeshinda moja kwa 10, kweli utamlaumu nani? Ikiwa ovu moja ukilifanya walipo moja vile vile, waman jaa bisayiati fala yujza illa mithla, walipo vile vile. Na huku ukifanya moja walipo 10, kisha upande wa moja kwa moja kukawa kuna uzito zaidi kuliko moja kwa 10, si mtu ameangamia mwenyewe tu, ni yeye mwenyewe amejitafutia kuangamia. Una udhuru gani kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Hakuna udhuru wote mbele ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala arhamur rahimin, mpaka akatufanyia hivi usahadi namna. Fanya moja ni kulipe 10 katika mema, na huku ukifanya moja nitakulipa lile lile, mfano wake vile vile. Kisha aja mja siku ya kiyama, upande wa uovu ni kuzito kuliko upande wa mema, huyo atakuwa ni muovu kupita mpaka. Wallahu musta'an. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. wale ambao mizani yao ya amali njema itakuwa hafifu, bimaana ya amali mbovu ikawa ni nzito, basi wamekula hasara. فإذا ثقلت السيئات خسر الإنسان وإذا ثقلت الحسنات ربح الإنسان. هكذا. ikiwa maovu yatakuwa mazito ushakula hasara, na ikiwa mema yatakuwa ni mazito zaidi, basi wewe umefaulu. هذا الميزان ميزان الأعمال. hii ni mizani ambayo itapima amali za watu. kadhalika man utiya kitabahu biyaminihi fahisabuhu yasir. kadhalika yule anayepewa kitabu chake kwa mkono wa kulia, hisabu yake itakuwa sahali. ومن أوتي كتابه بشماله فحسابه عسير. na atakayepewa kitabu chake kwa mkono wa kushoto, hisabu yake itakuwa nzito sana tena. وسيرى الأهوال والأخطار جسيمة. ataona mambo makubwa sana na hatari kubwa sana mbele yake, mambo makubwa sana. ومن خطر إلى خطر في مواقف القيامة والحساب والحشر. kutoka hatari moja kwenda kwenye hatari nyingine, hatari moja hatari nyingine. ndani ya moto wa jahannam, inna ladaina ankalan wa jahima. kuna aina mbalimbali za adhabu za watu wa motoni. lau kama utasoma katika Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala alipozungumza, wallahi kwatisha sana, kwatisha kabla hujaona.
asafikiria yule ambaye yuko ndani ya moto, wal billah. Kwa huyu ambaye amepewa kitabu chake kwa mkono wa kushoto, Sheikh Al-Fawzan anasema huyu ataona mambo makubwa kutoka hatari moja kwenda nyingine, fi mawaqif al-qiyamati wal-hisab wal-hashr. Watu watakaposimama siku ya kiyama kuhesabiwa, kukusanywa mbele ya Allah, hadhihi umurun haila law fakarna fiha, ni mambo makubwa lau kama watu wangekaa chini wakayazingatia, wakayafikiria. Na yatakikana mara kwa mara Muislamu ajikumbushe mambo haya, sababu yamsaidia yeye katika kujiandaa kwa ajili ya siku hiyo. Si muhimu kujua ni siku gani kiyama kitasimama, lakini muhimu ni kuwa uko tayari kwa ajili ya siku hiyo nzito. Ndio maana yule sahaba akaja akamuuliza, ya Rasulullah, mata saa, kiyama lini? Mtume sallam akamuuliza, wa madha a'dadta laha, na wewe umeandaa lipi kwa ajili ya siku hiyo? Cha msingi si kutaka kujua lini, cha msingi zaidi ni kuwa ujiandae kwa ajili ya siku hiyo. Hiyo ndio muhimu kwako. Kwa kila fursa inayotokea ya amali ya khairi usiipoteze, maadamu Allah amekupa nguvu uweze kuifanya. Usiipoteze. Huwezi kujua ni amali gani ambayo kwa ajili yake Allah atakuingiza peponi. Waweza kufanya amali nyingi lakini kumbe hazikubaliwi, na pengine ukafanya amali ukaambiwa kwa ajili ya hii Allah amekurehemu, kwa ajili ya hii nimekurehemu mja wangu, nenda peponi kwa ajili ya hili. Na haya tuyasoma katika hadithi nyingi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nyote mfahamu hadithi ya yule bwana aliyepita njiani akakuta mti ambao waweza kumdhuru yule anayepita, kaukata tagai, kalikata akaliondoa njiani. Kwa nini nasema hii atapita mtu litamdhuru, tamuumiza, acha niondoe? Mtume sana, fashakara Allahu lahu faghafara lahu, Allah akamshukuru kwa kitendo chake hiki. Wewe ona ni kidogo, lakini kwa ikhlas aliyokuwa nayo yule bwana, Allah akamshukuru kwa kitendo chake hiki, akamsamehe. Kama vile upande wa pili, usidharau maasi. Huwezi kujua kitu gani katika maasi chaweza kuwa sababu ya wewe kuingia motoni. Na hii tusoma hadithi ya yule mwanamke aliyemfungia paka. Mtu akimwona paka aweza kuona ni kiumbe tu, tuweza kipiga teke tu jiani. Yule mama aliyemfungia yule paka bila ya kumlisha wala kumnywesha, kamwacha ndani ya sehemu aliyomfungia mpaka akafa yule paka. Wewe fikiria aliteseka kiasi gani yule paka mpaka kufa. Hana chakula, hana maji. Ile kelele aliyopiga pale ndani, huyu mama alikuwa na roho ngumu kiasi gani. Akafa yule paka, ikawa ni sababu ya yeye kuingia motoni. Na Mtume sallama siku ile alipokuwa yuwasalisha masahaba salatu kusufu, akataja tukio hili kwa alimuona huyu mama motoni, dakhalat fi hirra, dakhalat an-nar fi hirra, anaingia motoni kwa sababu ya paka. Leo sisi waweza kupata mmoja wetu afanya madhambi makubwa kuliko hili na wala habari hana, haoni yeye kwa yaweza kuwa sababu ya yeye kuingia motoni. Haswa katika miamala yetu, kwa mfano ya biashara ama nini baina yetu, mtu hajali, aweza kumdhulumu mwenzake bila ya kujali. Kuna mtindo siku hizi uko sana. Chukulia mfano, Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja ataka kuswalia mmoja katika masahaba alifariki. Akaambiwa huyu sahaba kuuliza, ana deni. Qala sallu ala sahibikum, sababu mwanzo alikuwa Mtume sallam hawaswalii wale wanaokufa na madeni. Kwa nini wafanye hivi? Si kuwa eti haswaliwi, ataswaliwa, sema sallu ala sahibikum, mswalieni nyinyi, mimi si mswalii, ili kuwafundisha umma uzito wa jambo la nini, la deni. Si jambo dogo, ni zito sana.
kwa hiyo nyinyi mswalieni. Kisha hii hukumu ikafutwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopata uwezo akasema, man taraka malan fali warathatihi wa man taraka daynan fa ilayya wa alayya, aliyewacha deni mimi nitamlipia. Hapo akao yuwasalia hata wale waliokuwa na madeni akiwalipia yeye, sababu serikali ya Kiislamu ina uwezo wa kumsimamia. Na hii ni kwa yule alichukua deni kwa nia kuwa atalipa. Leo utasikia watu wakisema katika sunna ni kutangaza uongo. Hakuna sunna hiyo. Hakuna sunna eti kutangaza kama mtu yomdai huyu basi amfuate. Ulikuwa uandike wasia. Andika wasia kuwa mimi nadaiwa na fulani na fulani. Usidharau, andika nadaiwa. Hakuna katika sunna kuwa Mtume sallam alikuwa akisimama sasa kama kuna mtu yomdai huyu maiti hivi na hivi. Hakuna sunna hiyo. Tena msisingizie bwana katika sunna. Kila siku tusikia katika sunna. Alafu kuna huu mtindo huu Waislamu mpaka watangaziweke, yani hawafahamu mtindo wa Mtume sallam, manhaji ya Mtume sallam katika kuyaendea mambo ya maiti mpaka mwisho. Hivi kila siku sisi tunataka tuambiwe baada ya kuzika basi Waislamu kila mmoja amuombee kivyake maiti kisha twende zetu, mpaka tuambiwe kila siku. Bwana wakumbushe mpaka lini? Yani hukwenda ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, mara ya nne, ukumbushwa tu mpaka sasa yawa kama ni ada sasa. Kama ambaye katika mambo yanayofanywa kwenye jeneza moja ni hili. Almuhim tuje kwenye shahid. Ni kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yule bwana alipokataa kumswalia, akaja sahaba Abu Qatada radhiyallahu anhu akaulizia ni ngapi wadaiwa? Akaambiwa dinaran, dinar 2. qala huma alayya ya Rasulullah salli alayhi, hizo dinar 2 juu yangu ya Rasulullah, mswalie. Mtume sallam akamswalia na akao yomuuliza, huma alayka min malika, ni wewe utalipa katika mali yako? Qala naam ya Rasulullah, juu yangu. Siku ya pili Mtume sallam akamuona Abu Qatada. Qala ma fa'ala ad-dinaran ya Abu Qatada, vipi zile dinar 2 ushamaliza? Qala inma mata bil ams, bwana nkufa jana tu. Mtalipa ya Rasulullah? Jasema mtalipa. Mtume salama akutana naye siku nyingine, ma fa'ala ad-dinaran ya Abu Qatada, vipi zile dinar 2? Qala addaituhuma, nishazilipa zile, nishampa yule bwana anayemdai. Qala al'ana baradat jilduhu, saa hii ndio ngozi yake imepoa, ilikuwa chomeka. Wale deni juu ya huyu, sio deni juu ya huyu, mwana deni kitu kidogo. Sasa angalia hili jambo watu leo wanavyolichukulia kuwa ni sahali. Mtu aweza kuchukua kwa mtu nia yake hamlipi kabisa. Yani leo imekuwa watu hawajali, hawafikirii kuna siku watasimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe watamani hasana ya mwenzako mpaka kiasi cha kuwa Allah asema yauma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Wewe watamani jema moja tu, labda pengine moja tu, kisha uende peponi mfano, kisha waje kusimamiwa na watu wakwambia mimi ya Rabbi huyu ana haki yangu fulani, yachukuliwa katika mema yako apewa. Atadruna manil muflis? Mtume sallam aliuliza hiyo, atadruna manil muflis, mumjua alifilisika? Qalu almuflisu fina man la dirham lahu wala mataa, sisi tunajua ali muflis katika sisi yule ambaye hana chochote, hana senti, hana chochote nyumbani. Akasema la, almuflis man yati yawm alqiyama, ni yule atakayekuja siku ya kiyama ana sala, ana zaka, ana siyam, ana hajj, ana a'mal nyingi. ويأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا فنيت huyo atapewa katika mema yake, na yakiisha yale mema ukhidhat min sayiatihim faturihat alayhi, yachukuliwa sasa maovu ya wale wengine abandikwe nao yeye. Ona hatari hiyo.
kuna hisabu nzito kesho. Na Sheikh Al-Fawzan apasema hisabu itakuwa ni nzito sana siku hiyo. Mtu aanze sahihi. Na ndio maana salaf walikuwa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hebu tujaribuni hata kama kwa wiki mara moja hivi, kaa peke yako. Kisha ujiangalia amali zako hivi zenda sawa? Hili jambo wajua wengi katika sisi hatulifanyi kabisa. Eti mtu amekaa peke yake yuhasibu nafsahu, ajiangalia kabla hajasimama mbele ya Allah siku ya kiyama, ajiangalie hapa duniani. Watu wakifanya hivi watabadilika maisha yao. Alhasil kama alivyosema Sheikh Al-Fawzan, hadhi umurun haila law fakarna fiha, lau kama watu wangekaa chini wakafikiria, ni mambo makubwa sana. Lakini kwa wale ambao wamejisahau, hata habari hawana, itakuwa hatari kubwa kwa wao siku hiyo. Maana waje kugundua tu ni yauma idhin yatadhakkaru al-insan wa anna lahu adh-dhikra. Siku hiyo atakumbuka mtu, lakini kutamfaa nini? Amechelewa sana. Ni kama mtu sasa hivi amefikiwa na mauti ndio akumbuka, kumbe nilikuwa ninaambiwa kuna khairi fulani na nina uwezo wa kuifanya, sikuifanya mimi. Nilikuwa nimeambiwa kuna khairi fulani, nimeiacha mwenyewe. Muona wale walioko makaburini, wale walioko makaburini leo sasa wajua kuna mambo mengi wameyawacha huku duniani, kwa lau kama wangeliyafanya. Sisi sasa hivi duniani hapa tuweza kuambiwa hili na hili na hili na hili, mtu akaona nitafanya bwana, bado nina umri. Sasa ile atakapoondoka ameingizwa kaburini ndio akumbuka pale, lau kama ningeliswali basi si rakaa 2 tu, kumbe ilikuwa kabla alfajiri 2 tu. Alafu mimi nilikuwa nashindwa nini kuswali? Ilikuwa kama dakika 10 tu swala. Kwa nini nilikuwa nashindwa kuswali? Lakini itakufaa chochote? Haikufaa chochote. Kwa haya mambo atakana Muislamu akae chini azingatie. Na hapa ndio tufahamu pia umuhimu wa kusoma tauhid. Wallahi aliyewadanganyeni kwa tauhid yafanya moyo mgumu, si tauhid yafanya watu umma sio pasuke. Kuna wengine wazungumza hivyo. Tauhid asl da'wat ar-rusul. Hii ndiyo iliyowajenga umma wote katika mitume wa Allah waliokuja, wote waliwalingania umma wao kawajenga katika hili, kwa sababu ule moyo ukishalainika na kufahamu mambo haya mazito, bila shaka yanaofuata ya wasahali, yanaofuata ya wasahali. Wallahu almusta'an. Ni ukumbusho, tutakumbushana. Tamalizia mada katika kikao tutakachokuja, wa man kadhaba bil ba'thi kafara. والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.